asifiwe kanisa. Nina kila sababu namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu aliyonipa tena kusimama tena siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nichukue nafasi hii ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon anayetumika katika huduma ya Mlima Moria Ministries. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yetu iko katika mkoa wa Kilimanjaro ambao mtaa maili 6 ambao basi wale ambao wote ambao walioko mbalimbali tunawakaribisha sana. Mtumishi wa Mungu anao furaha kubwa sana kuwakaribisha katika huduma ya Mlima Moria ambao iko katika mkoa wa Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa majina yangu naitwa Paulo Steven, ni mtumishi wa Mungu, ninahudumu katika chini ya mkono wa mtumishi wa Mungu Gideon. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno letu la siku ya leo, kichwa cha somo kinasema linda moyo wako sana. Linda moyo wako, maana ndiko kunatoka chemchem za uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukaombe kwa ajili ya neno. Wewe ni Mungu ulio hai. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, hata kwa siku mpya hii ya leo umetupa tena neema ya kwenda kulisikia neno lako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu kaseme nasi kama jinsi wewe ulivyokusudia. Tunakuomba Bwana ukaseme na watoto wako, kawafungulie neema yako Bwana, kawafungulie katika masikio yao ndani, katika mioyo yao, wakapata kulisikia neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunawakaribisha wote ambao tushirikiane pamoja katika neno la Bwana. Shika Biblia yako, shika daftari lako kwa ajili ya neno la Bwana. Neno la Bwana ni mbegu ambao ukipanda ndani ya moyo wako ambao utapata amani katika maisha mwako. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma katika neno la Bwana Biblia, neno la Bwana kutoka kitabu cha Mithali mlango wa 4 mstari wa 23. Biblia inatuambia linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko kutokako chemchem za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Bwana latufundisha ya kwamba ulinde moyo wako, kwa sababu moyo wako usipoulinda, maanake ndiko kunakotoka maisha yako, ndiko kunapotoka maamuzi ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni nini? Mungu anakuambia linda moyo wako, maana moyo wako ndiko kunakotoka maisha yako, ndiko kunatoka maamuzi ambayo ya kuweza kuendesha katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani akitaka kukuvuruga, ni lazima anakorofisha moyo wako, anakorofisha maisha yako ili kukupoteza direction. Ni lazima nini? Anakukosesha amani kwanza, anakukosesha raha, anakukosesha pale mahali ambapo unataka kufanya jambo lako. Maana yake nini? Anakunyima amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu anatuambia kwamba linda moyo wako sana, pasije mtu yote akaanza kukorofisha maisha yako, akakorofisha moyo wako au nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moyo wako ni kitu sana cha msingi cha kuweza kulinda. Kwa sababu nini? Ndiko kunakotoka maisha yako, ndiko kunapotoka hatima ya maisha yako, ndiko kunatoka hatima ya watoto wako. Kwa sababu nini? Shetani anataka kukupata, anakorofisha ndani ya moyo wako. Maana moyo wako ukikosa amani, maana unapoteza direction ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Yesu anakuambia ndiko kunakotoka chemchem za anasema kwamba linda moyo wako ulindayo, maana ndiko kutokako chemchem za uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndani yako kukiwa kwamba hakuna amani, ndani yako kukiwa hakuna furaha, maana nini? Unapoteza direction ya maisha yako. Yamkini umeumizwa na maadui, yamkini umeumizwa na wachawi, yamkini umeumizwa, lakini Yesu anakuambia linda moyo wako, usikate tamaa, usirudi nyuma kwa ajili ya kukwaruza katika maisha yako, au moyo wako umekwaruza kwa sababu karudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana Yesu anatuambia linda moyo wako kuliko kitu chochote. Maana moyo wako ukiharibika, ndio msingi wa maisha yako umeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuendelee kusoma neno la Bwana. Tufungue tena kitabu cha Ayubu 21 mstari wa 25. Kitabu cha Ayubu 21 mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe. Tupate picha katika somo letu. Biblia inasema ni mwingi hufa
mwingi ufa katika uchungu wa roho, asionje mema kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia watu wa Mungu, watu wengi wanaangamia kwa kulingana na uchungu wa rohoni. Pale mahali ambapo moyo wako hauna amani, wengi wameumizwa na mambo mbalimbali, wanakosa amani. Wengine mpaka wanachukua maamuzi ya kwenda kujinyonga, wanachukua maamuzi ya kwenda kunywa sumu. Lakini nataka kuambia mtu wa Mungu, heri ukamtumainia Bwana, maana ukimtumainia Bwana ndiko kunako tumaini, ndiko kunao furaha, ndiko kunako amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema wengi ufa kwa sababu ya roho ya uchungu. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima tuchunge ndani ya moyo wetu. Moyo wako ukiwa na uchungu, hata ukila kitu chochote. Wengine wameumizwa yamkini na mapenzi, vijana wenzangu wameumizwa katika familia, wameumizwa. Wengine wanaenda kunywa pombe wakajua kwamba wanatatua tatizo, lakini sio kutatua tatizo, ni unaongeza matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni heri tukamtumainia Bwana. Ili mtumainie Bwana. Bwana ukimtumainia Yesu Kristo peke yake, maana yake yeye anakupa amani, maana yake yeye anakupa furaha, maana yake yeye atauponya moyo wako tena, ataponya maisha yako tena, ataponya tena, atakurejeshea tena furaha yako. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, usiumizwe na maadui. Wako wengine wanakatisha tamaa sana. Yamkini unasonga mbele katika maendeleo, yamkini unataka kuanzisha biashara, yamkini kwenye familia yako kwenye familia yako wanaona kwamba unaishi kwa furaha, wewe na watoto wako, wewe na familia yako, kwenye ndoa yako. Tayari wako ambao wanainuka ili kuja kukuchafua ndani ya moyo wako, ili kukosesha amani, ili kukosesha furaha. Haleluya. Kitu gani ambayo adui anafanya? Ni kukosesha amani. Maanake kukosesha amani, anapoteza direction ya maisha yako. Haleluya. Lazima kwa watu wa Mungu tujipende, lazima tulinde katika moyo wako. Unaombe Mungu siku zote atusaidie, atupe furaha. Ndio maana Biblia inasema kwamba yeye nyumba yenye furaha haikosi chakula. Maanake ndani ya moyo wako ukikuwa na furaha, maanake hata ukila chochote unachokiomba, hata ukija mbele za Mungu ukimwomba Mungu naye anasikia. Haleluya. Kwa hiyo lazima tujue kwamba makwazo hayana budi kuja na majaribu hayana budi kuja. Mtume Paulo akasema majaribu ni jambo la kawaida kwa wanadamu, na Mungu anasema kwamba atafanya njia mahali pa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni lazima tuweze kusimama kwa Bwana. Unalo jambo lako, hebu mueleze Yesu. Yesu Kristo atalitatua. Maana yake Yesu atakuponya jeraha la moyo wako. Hata kama unapita mzigo wa namna gani, lakini ukimtumainia Bwana, kwake kuna amani, kwake kuna faraja, kwake kuna matumaini. Ndio maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yeremia 29, maana anasema, maana mimi nayajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ili kuwasoma mawazo mabaya, ili kuwapa tumaini, ili kuwapa faraja. Na akasema kwenye kitabu cha nabii Isaya, anasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amekuja kuwaganga waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa Mungu, yamkini usivunjwe moyo kwa ajili ya wanadamu, usivunjwe moyo kwa ajili ya marafiki, usivunjwe moyo kwa ajili mimi siende kanisani tena kwa sababu yule amenisema. Usimwangalie wanadamu, mwangalie Yesu peke yake, naye utaokoka, naye utapata amani. Nataka kuambia watu wa Mungu, amani hainunuliwi kitu chochote. Amani hainunuliwi kwa pesa. Usione kwamba mwenzako anamiliki magari, anamiliki maskania, ukafikiri kwamba yeye amepata tatizo. Lakini nakwambia, ulaiti ungelijua matatizo anayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe mtu wa Mungu, wewe unayemtumainia Yesu Kristo, unayesema kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yangu, yeye ndio tumainio langu, maana yake yeye anakupa faraja, maana yake yeye anakupa amani, maana yake yeye kila mahali utakapokwenda yeye anakulinda. Haijalishi unapita kwenye miiba na michongoma, haijalishi unapita kwenye moto, haijalishi unapita kwenye maji namna gani, lakini yeye kwamba Bwana amesema kwamba yeye atakupa faraja. Tunaangalia kwamba huyu mtumishi wa Mungu Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alipita kwenye maumivu, alipita kwenye majeraha, lakini tunaangalia Bwana alimfuta machozi, alimponya majeraha yake. Haijalishi kwamba hakuna mtu aliyepita jaribu la Ayubu, lakini Ayubu pamoja na maumivu alikuwa anapitia, pamoja kwenye mwili wake ulikuwa unatoka madonda, ulikuwa unatoka usaha, lakini kwamba ndani yake alikuwa anaona furaha ya Bwana. Alikuwa angalia nchi. Kwa hiyo watu wa Mungu, ndio maana Mungu anakuambia linda sana moyo wako. Kumbuka mwili wako hauna spare.
Moyo wako una spare. Ndio wako ambia linda moyo wako. Maana yake moyo wako shetani akiukorofisha unapoteza direction ya maisha yako. Ndio maana kwa mwingine anaamua kwamba mimi nimeumizwa. Nimeumizwa na mtoto. Nimeumizwa labda na mchumba wako. Nimeumizwa na mke. Mwingine anaenda kuchukua hatua ya kwenda mwingine anachukua hatua ya kwenda kuvuta bangi. Mwingine anachukua hatua ya kwenda kujinyonga. Mwingine anachukua hatua ya kwenda kuua. Lakini kwenda kuua haujatatua tatizo. Tatizo unaongeza majuu ya matatizo. Tatizo ni nini? Ni kumkimbilia Yesu Kristo peke yake. Maana yake yeye ndiye anayeweza kuyaponya majeraha yako. Haijalishi kwamba watu unapita namna gani, wanaokuona kwamba unateseka namna gani, yapo unapoumizwa, lakini Yesu Kristo akiwa ndani yako, mwanangu, sonde, usiwatazame. Hakika kwamba utapita hii moto, lakini utaibuka tena kama dhahabu. Utaenda kung'arishwa kama dhahabu inavyong'aa. Dhahabu inapitishwa kwenye moto, inasafishwa, maana yake kitoka kwenye ng'aa kama dhahabu. Kwa hiyo watu wa Mungu, msichoke, tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie, tufungue tena Mithali 7 mstari wa 22. Bali roho iliyopondeka ukaisha mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia kwamba tunaambiwa kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri sana ambayo inaleta burudani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuambia watu wa Mungu, tunaangamia kwa kukosa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho, anasema tunaangamia kwa kuzijua, kwa kutokuzijua fikra za shetani. Kwa nini? Unakuta kitu kidogo tu kinakuumiza ndani ya moyo wako. Maana yake unafanya moyo wako unakuwa kama dampo. Sio vitu vingine vya kuingiza ndani ya moyo wako. Sio kila kitu ambacho umekisikia ukakiingiza ndani ya moyo wako. Vitu vingine, hebu ziba sikio lako, vipite kama upepo, kama hujasikia vile. Tunajifunza mambo mengi ambao watumishi wa Mungu leo hii, kwamba watumishi wa Mungu wangekuwa wanahifadhi kila kitu, wanasemwa, wanatukanwa, lakini kwamba wao hawaangalii wanadamu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza hata mtumishi wetu, baba yetu ambaye mpendwa, ambaye kwamba mtu anaondoka anamtukana, lakini kesho anakuja na anamhudumia. Maana yake sio kazi yake kuhukumu, sio kazi yake. Maana yake kazi aliyopewa ni kwa ajili ya kuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kuhifadhi ndani ya moyo wako. Moyo wako sio dampo, mtu wa Mungu. Moyo wako sio dampo wa kuhifadhi kila kitu. Hujawa memory card wewe, hujawa flash wewe. Maana flash ndio inahifadhi. Flash mwenyewe ina mpaka wa kuhifadhi vitu, lakini kwamba mtu kitu kidogo tu anasema mtu fulani ameniumiza sana, mtu fulani ameniumiza sana. Haleluya, umefanya moyo wako ni dampo na kuingiza kila kitu. Hebu vitu vingine vifanye kama upepo, ndio utakuona utafurahia maisha yako. Ukifanya kila kitu cha kuingiza, maana yake nini? Unafanya kama yani moyo wako ndio kila kitu cha kuingiza. Lakini mtu wa Mungu anasema kwamba moyo uliochangamka, changamka na Bwana. Ukiwa pale nyumbani kwako, changamka na Bwana. Weka hata nyimbo za kwaya. Ukiwa pale kazini kwako, weka nyimbo za kwaya. Furahia na Bwana, cheza na Bwana ndani ya moyo wako. Hata kama yako makwazo hayana budi kuja. Wako wengine wanaumizwa, wengine hasa siku ya ibada, unakuta umejiandaa vizuri na shetani ameshachungulia kwamba ndani ya moyo wako kuna furaha. Maana yake ni kitu kingine anachoingiza, anainua hata mtoto, anakuporofisha. Maana yake unakuja kanisani una uchungu ndani yako, moyo wako umeinama, moyo wako umeinama mama, umeinama baba. Maana hata kila unachofundishwa neno la Mungu haliingii kitu chochote. Unarudi nyumbani kama jinsi ulivyokuja. Maana ndani yako uchungu umetawala, huzuni umetawala. Baraka za Mungu hazikae mahali penye huzuni. Nguvu za Mungu hazikae mahali ambapo penye huzuni. Roho Mtakatifu akae mahali ambapo penye huzuni. Watu wa Mungu, makwazo hayana budi kuja. Kwa hiyo ni lazima tuweze kujua hili ni mpango wa shetani.
hata kama ni mtoto amekuuzi, hebu jifanye kama usikia, nenda zako kanisani, nenda zako kwenye biashara. Lakini kitu gani? Anainua mtoto, anainua hata rafiki, anainua mtu yote, anakorofisha. Hata baba saa ingine unajiandaa unaenda kanisani, unafurahia tayari kwamba kitu kidogo tu unaanza kukasirika. Maanake shetani anaingiza uchungu. Maanake kuingiza uchungu tayari anavuruga siku yako ya leo, anavuruga asubuhi yako, anavuruga mchana wako, anavuruga mwezi wako. Lakini natawaambia watu wa Mungu, katika mwezi wa 7 anza na Bwana. Chua sasa, kuanzia leo changamka na Bwana. Ukiwa pale nyumbani kwako, weka nyimbo za kwaya, weka nyimbo za kumwabudu Mungu, ukimwambia Bwana unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu. Hiyo nafasi shetani anapata nafasi ya kuingia. Ukiwa kwenye biashara yako, weka nyimbo za kwaya. Lakini leo hii tumekosa neno la Bwana, hatulisikilize tena. Tunaangalia vichekesho kwenye simu zetu, tunaangalia vitu ambavyo havifai wala havistahili. Samuel akasema kwamba usifuatilie vitu ambavyo havikusaidii katika maisha yako, usiende kwa waganga ambao vitu havikusaidii. Lakini kwa maana kuambia furaha ya Bwana, ukimtumainia Bwana ndiko kuna baraka, ndiko kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie na Yeremia 20, Yeremia 30 mstari wa 17. Yeremia anasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana nitakurudishia afya. Huyo ni nani? Yesu anasema kwamba maana mimi nitakurudishia afya yako. Haijalishi wako wachawi na waganga walioiba afya yako, walioiba maisha yako, walioiba kesho yako, walioiba afya za watoto wako, walioiba elimu za watoto wako, lakini Yesu anasema kwamba mimi nitakurudishia afya yako, nami nitakuponya jeraha zako. Kwa nini mtu wa Mungu unaumizwa na mwanadamu, unarudi nyuma, unaacha kazi ya Bwana, unaharibu kesho yako, unaharibu maisha yako kwa sababu ya wanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Bwana natuambia kwamba tusimame, linda moyo wako. Usipolinda maisha yako, maana yake nini? Ndani ya mwili huu tunasema ni nyumba tu, lakini engine. Ndio maana injini usipoipalilia vizuri, usipoiwekea maji, usipoiwekea oili, maana itachemsha tu. Na katika maisha yako, usipolinda ndani ya maisha yako, usipojijali ndani ya moyo wako, ukamtumainia Bwana, ukamruhusu Yesu Kristo akaingia ndani ya maisha yako, ukamruhusu Roho Mtakatifu akaingia maisha yako akakuongoza, maanake ni nini? Unapoteza direction ya maisha yako. Hauwezi tena kufocus mbele. Maanake nini? Kila saa unaona kushindwa, kila saa unaona sikia kufa, kila saa unasikia kukata tamaa. Na tunasikia wengi wanasema mimi nimechoka bana na haya maisha haya tena, mimi sistahili tena kuishi, mimi sistahili tena kukaa katika nyumba hii, mimi sistahili tena kukaa katika huu mkoa. Hapana, lakini kwamba yuko Bwana Yesu anayeweza kukurudishia afya yako, anayeweza kurudishia mtaji wako, anayeweza kurudishia ndoa yako, anayeweza kukurudishia maisha yako tena yaliyoibiwa na adui, yaliyoibiwa na wachawi na waganga, yaliyoibiwa na Freemason, yaliyoibiwa na waganga na wachawi, yaliyoibiwa na mapepo na majini. Lakini yuko Yesu Kristo anayeweza kurudisha tena maisha yako na ukasimama tena katika mstari, na nguvu ya kiungu ikajaa ndani yako na kukupaisha tena mahali pa juu palipoinuka. Kwani mtu wa Mungu anakata tamaa? Vijana wenzangu, msikate tamaa na maisha. Hebu tumrudie Bwana katika taifa letu, tukae tukulijenge taifa letu katika amani. Sisi wote ni uzao wa Ibrahimu, sisi ni uzao, ni wana wa Mungu. Ndio maana akasema kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu, kama alivyosema kwenye kitabu cha Mathayo. Amesema sisi ni nuru ya ulimwengu, na kama jinsi alivyosema kwenye kile kitabu cha Yohana 1:5, anasema nuru iling'aa gizani. Maanake tulikuwa gizani, maanake nuru ya Yesu Kristo ikang'aa, ikatutoa, ikatutenga na kila laana za ukoo, ikatutenga na kila laana za mapepo na majini na kila mizimu ambayo tulikuwa tumeuzwa. Lakini Yesu Kristo alikufa pale msalabani, alitukomboa kwa gharama ya msalaba, kwa gharama ya damu ya mwana kondoo iliyomwagwa pale msalabani, tukapata kukombolewa.
Kwa hiyo tunakata tamaa, tufocus mbele katika kulijenga katika mwili wa Yesu Kristo na kulitetea katika taifa letu. Tusimame imara. Yesu anaweza, tukimtegemea yeye anaweza kila kitu katika maisha yetu, kwa sababu amesema Roho wa Bwana yu juu yako. Yuko tayari kukuganga ndani ya moyo wako. Uliovunjika moyo yuko tayari kukuponya ukimtumainia na kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu, tusimame tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai, asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na ukuu wako tena Mfalme. Baba, tunasema asante kwa ajili ya rehema. Baba, asante kwa sababu Bwana umesema na baba huyo. Baba, asante kwa sababu umesema na mama huyo Bwana. Yamkini mama huyo alikuwa amevunjika moyo, yamkini baba huyo alikuwa amevunjika moyo, yamkini kijana huyo alikuwa amevunjika moyo, akaona kwamba amekata tamaa na maisha, akaona kwamba hawezi tena. Lakini Bwana Yesu, naomba tena ukawape tumaini, naomba tena ukawape faraja, naomba tena ukawape amani. Neema ya Yesu Kristo ikawafunike, ikawainue tena, ukawape faraja, ukawape tumaini, ukawatie nguvu tena katika jina la Yesu Kristo. Adui shetani mwovu anayesimama katikati yao, anayesimama ndani ya mioyo yao, tunamng'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu za mapepo, kila nguvu za majini, kila nguvu za wachawi, kila nguvu za mizimu tunazitwesha kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa sababu ya taifa lako Bwana la Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, endelea kutupa amani na utulivu katika mkoa wetu na pamoja na taifa letu katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa mbingu na nchi, endelea kumlinda na mtumishi wako, endelea kumpa amani, endelea kumpa hekima ya kuweza kuongoza katika huduma hii katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen.